Marekani na Iraki wamuua kiongozi wa IS. Vikosi vya Marekani vimesema kwa kushirikiana na mamlaka za Iraki vimemuua afisa wa ngazi ya juu wa kundi linalojiita dola ya Kiislamu IS aitwaye Abdallah Malik Musi maarufu kama Abu Khadija nchini Iraki. Taarifa iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema kwa kushirikiana na mamlaka za Iraki, Marekani ilifanya shambulio la anga lilomuua kiongozi huyo aliyefahamika zaidi kama Abu Khadija pamoja na mwanachama mwingine wa IS. Abu Khadija pamoja na wanachama wengine wa IS wanatajwa kuwa ni mmoja wa watu hatari zaidi nchini Iraki na dunia nzima kwa ujumla ambaye IS ilikuwa inamtegemea. Taarifa ya CENTCOM imeeleza kuwa majukumu ya Abu Khadija kama chombo cha juu zaidi cha maamuzi cha kundi hilo yalikuwa ni kuhakikisha uwajibikaji katika uendeshaji wa IS, kuratibu ugavi na usafirishaji wa watu, vitu, kusimamia mipango ya kundi hilo duniani kote, pamoja na kuelekeza fedha zote za kutosha kwa ajili ya kuendesha kundi hilo. Kamandi ya CENTCOM Michael L. Conilla amesema wataendelea kuwaua magaidi na kusambaratisha makundi hayo yanayotishia Marekani na washirika wake mahali popote duniani. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Vikosi vya Marekani vimesema kwa kushirikiana na mamlaka za Iraki vimemuua afisa wa ngazi ya juu kundi linalojiita dola ya Kiislamu IS aitwaye Abdallah Malik Musi maarufu kama Abu Khadija nchini Iraki. Na hatimaye Daktari Janabi kuiwakilisha Tanzania uchaguzi wa WHO Afrika. Mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakubu Janabi ametangazwa rasmi kuwakilisha Tanzania kwenye uchaguzi wa kumpata mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya mkurugenzi mteule wa nafasi hiyo Daktari Faustin Ndugulile kufariki dunia. Taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa WHO imeonyesha kuwa Profesa Janabi ni miongoni mwa wagombea watano ambao majina yao yanapigiwa kura kwenye uchaguzi utakaofanyika Geneva mwezi wa 5. Profesa Janabi ni mgombea pekee katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku wenzake wanne wakitokea nchi ya Afrika Magharibi akiwemo Daktari Ndakonani Michael Yao wa Ivory Coast, Daktari Drahame Mohamed Drame wa Guinea, Daktari Bromia Hamna Sambo Niger na Profesa Mairiwa Mustafa wa Togo. Mkurugenzi kanda atachaguliwa kwa kura katika kikao cha ndani ya kamati ya kanda ya WHO kwa Afrika ambao itakutana Januari 18 mwaka 2025 na kuanza kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambao uchukuliwa kwa muda mrefu. Ni taarifa kutoka huko Geneva. Mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakubu Janabi ametangazwa rasmi kuiwakilisha Tanzania kwenye uchaguzi wa kumpata mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya mkurugenzi mteule wa nafasi hiyo Daktari Faustin Ndugulile kufariki dunia. Nchi 43 kuzuiliwa kuingia nchini Marekani. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umetoa pendekezo la kuweka marufuku mpya ya kusafiria kuingia nchini Marekani vitakazoathiri raia na mataifa kadhaa kwa viwango tofauti. Kwa mujibu wa gazeti la Marekani la New York Times lililowanukuu maafisa wa kutaja majina yao likisema pendekezo hilo linazihusisha nchi 43. Miongoni mwa nchi hizo ambazo raia wake watazuiliwa kuingia kabisa nchini Marekani ni Afghanistan, Libya, Korea Kaskazini, Somalia, Sudan, Syria, Venezuela, Yemen. Kundi jingine ni la nchi nyingine 10 ikiwemo Belarus, Eritrea, Haiti, Pakistani, Russia, Sierra Leone, Sudan Kusini, ambazo visa zao zimewekewa vikwazo vikali nchini Marekani. Nchi nyingine 22 zitapewa siku 60 za kushughulikia masuala yanayoipa wasiwasi Marekani. Vinginevyo zitahamishwa kwenye kundi lililowekewa vikwazo vikali nchini Marekani. Itakumbukwa pia katika muhula wake wa kwanza wa uongozi, Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru serikali kuainisha nchi ambazo raia wake hawapaswi kuingia nchini mwake kwa sababu za kiusalama. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump
umetoa pendekezo la kuweka marufuku mpya ya kusafiri kuingia nchini Marekani itakazoathiri raia na mataifa kadhaa kwa viwango tofauti. Hatimaye M23 na DRC kuitafuta amani nchini Angola. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yanayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hiyo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa ofisi ya Rais wa DRC Tina Salama amethibitisha kuwa watashiriki, ambapo katika hatua hii ya awali amesema hawawezi kueleza bayana ni akina nani watakaounda ujumbe huo utaokutana na viongozi wa M23. Mazungumzo hayo ambayo yanatarajiwa kuwa ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na washiriki wa M23 yamepangwa kufanyika nchini Angola. Mara kadhaa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekuwa akikataa kukaa meza moja na waasi wa M23 ambao serikali yake inawachukulia kama magaidi, lakini baada ya ziara yake mjini Rwanda wiki iliyoisha, uamuzi huo unaonekana kubadili na amekubali nchi yake kushiriki mazungumzo na M23. Katika hatua nyingine, Rais wa Angola João Lourenço ametoa wito utaositishwa mapigano kati ya mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali wa waasi wa M23 kabla kuanza kwa mazungumzo ya amani. Rais huyo ambaye ameteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa mpatanishi amezitaka pande zote kusitisha mapigano kuanzia jana kabla kuanza kwa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wito huo unalenga kusitisha vitendo vyote vya uhasama dhidi ya raia na azima ya kutoa maeneo zaidi kwa matarajio kwamba hatua hizi na nyinginezo zinapelekea kuwepo kwa hali ya utulivu itakaowezesha kuanza kwa mazungumzo ya amani. Ni taarifa kutoka huko nchini Kongo. Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yatakayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hizo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dereva aliyesababisha kifo cha OCD awazi asakwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara ya Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha. Akiongea jijini Dar es Salaam, kaimu kamanda kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Faustin Mafwele amesema ajali hiyo ilitokea baada ya dereva daladala yenye namba za usajili T580 EAE aina ya Tata inaofanya safari zake kati ya Zingiwa, Chanika na Machinga Complex Ilala ikitokea Pugu kwenda Gongo la Mboto kugongana na gari yenye nambari za usajili T952 AMD aina ya Toyota Prado iliyokuwa ikiendeshwa na PF mwenye nambari 15950 CP Awazi Mohamed Chiko akitokea Gongo la Mboto kuelekea Pugu na kusababisha kifo cha hapo, pia kusababisha majeraha ya polisi WP mwenye nambari 5616 CP Zubeda Ramazani Sadala wa wilaya ya polisi Chanika aliyekuwa abiria kwenye gari nambari T952 AMD ambaye amevunjika mkono wa kushoto. Chanzo cha ajali ni baada ya dereva daladala kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi linamtafuta dereva wa daladala ambaye hajafahamika jina lake aliyotoroka baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari nchini kuwa aliyefariki ni kamishna operation mafunzo Tanzania CP Awazi Juma Haji. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha.